moja kwa moja popote pale ambapo unatega sikio lako kunifuatilia na kunisikiliza. Pewe sifa Mungu aliyepewa mamlaka yote chini duniani, Bwana wetu Yesu Kristo, na Mungu akaweza kutiisha vitu vyote chini yake baada ya kuweza kuushinda ulimwengu. Niweze kuchukua nafasi hii kukukaribisha na kukualika uungane nami moja kwa moja kupitia chaneli hii ya Yerusalemu TV, ukiwa popote Tanzania na nje ya taifa hili la Tanzania, kwa kukupa moja ya yale ambayo Mungu anataka wapate kuyatenda na kuyafahamu kwa wakati na majira haya tunaoishi. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, tukiendelea kutengeneza nyikani na kunyoosha mapito yake, na kila kilichopinda kwenye maisha yako kikapate kunyooshwa, nikiwa na maanisha neno la Mungu litakupa ukweli wa mambo yote pale ambapo umepindishwa. Sasa moja kwa moja niingie kwenye ujumbe wa neno la Mungu, lakini kabla sijafika katika ujumbe huo, namshukuru Roho Mtakatifu aliyesema tuombe. Ninasema asante Roho Mtakatifu na Roho mshauri unayetushauri na kutuelekeza na kutufundisha jinsi itupasayo kuenenda. Ninakuomba Roho Mtakatifu uungane pamoja nami kwa wasaa huu na wakati huu, ukimwelekeza na kumshuhudiza msikilizaji na mtazamaji juu ya kile ambacho umetaka nikilete mbele yao, kwa maana ninaamini hautawaacha tena wao kuwa wasikilizaji, bali pia wawe watendaji wa kile walichosikia na kile walichokiona. Nimeomba nikiamini ya kwamba Roho Mtakatifu utaenda kuyatimiza hayo yote kama msaidizi wetu, katika jina la Yesu, amen. Basi moja kwa moja, ikiwa naamini Roho Mtakatifu naye ana jukumu kubwa la kuweza kukusaidia ili usiwe msikiaji bali uwe mtendaji, kwa maana ni yeye aliyepewa jukumu na Yesu Kristo ya kwamba atakuwa msaidizi kwa ajili ya kanisa, kwa maana imeandikwa aliyeungwa na Roho Mtakatifu ni roho moja naye. Kwa ukishaunganishwa na yeye, hata kile ambacho unasahau, basi moja kwa moja Roho Mtakatifu anakukumbusha. Moja kwa moja tuende kwenye ujumbe wa siku ya leo. Ni moja ya taarifa iliyotolewa katika mitandao kwa hapa Tanzania kwa kutaka kuuza dhahabu ambayo ni akiba waliojiwekea, na ndipo Mungu akanambia hilo wengi wanaweza wakawa wanalishangaa, lakini ndio desturi ya mfalme mliyejichagulia. Kwa hiyo wakati imechukua sura mbalimbali kwenye mtandao wa kijamii, na wengi, kila mmoja akitoa yaliyo moyoni mwake, na mwingine akitoa mashauri, na mwingine akijaribu kuzungumza kwa lengo tu la kutaka kuwaambia watu sio jambo jema kujikuta kile ambacho umeweka akiba ukajikuta unakitoa sokoni, na ili hali haujui hata kesho yako itakuwaje, kama Mtanzania ama ambaye sio Mtanzania. Basi moja kwa moja kile ambacho kinafanyika kwa kupatikana kwa taarifa hizo, kuuza dhahabu kama sehemu ni kama dhahabu hiyo ambayo ni akiba. Huwa tunajua akiba haiozi, na tunapozungumzia kwamba akiba haiozi, pia hicho sio chakula ambacho unaweza ukasema ni ubwabwa ama ni kande, zinaweza zikaharibika au zinaweza zikaoza.
Hapana. Hiyo ni moja tu ya vitu ambavyo Mungu aliwapa Watanzania kuwa sehemu ya urithi, kama vile wanavyodai kupitia televisheni ile ya Safari ya wanyama, wakisema tumerithishwa tuwarithishe. Lakini kinachonenwa sicho kitendacho. Maana ingekuwa ni hivyo basi ungejua kuna kizazi kinachokuja ili kiweze kurithishwa vile ambavyo mmewekea akiba. Nafikiri kwa kawaida tu hata nje tu ya mashauri ya Roho Mtakatifu, hakuna mzazi ambaye anajua ana watoto asiwawekea akiba, na anaweka akiba akiwa anajua kuna leo na kesho. Anajua kesho naweza nikapata ama kesho nisipate, na ile akiba ikawa ni msaada mkubwa sana kwa mwanae ambaye anasoma au mwanao ambaye anatarajia hata kuanza maisha. Unaweza ukawa kama mzazi unayejali, maana hata Yesu Kristo mpaka amweke Adamu bustanini na aitunze, alimtengenezea mazingira. Sio tu unamwambia mtu kajiajiri au unamwambia tu mtu kafanye kazi hii na hakuna chochote hata cha kuanzia unachoweza kumshika mkono. Kwa hivyo ni vitu ambavyo wanadamu tunapaswa kuvifikiri na kuvitazama kwa jicho la mbali, sio kutazama leo, maana kuna kesho. Kwa hiyo akiba huwa haiozi, na ni moja ya kuwasaidia wale ambao wanazaliwa. Lakini wanadamu ambao wanajitazama wenyewe, wanajiangalia wenyewe, hawana tofauti na Hezekia katika Biblia alipojikuta ameonyesha mali zote na kila kitu alicho nacho, na Mungu akamtuma mtumishi wake nabii kumwambia, tazama vyote ulivyovionyesha au uliowaonyesha watakuja kuvichukua. Nimejaribu pia kuzungumza, ni kweli mnaweza mkasema Tanzania inatangazika, lakini mnaangalia upande mmoja tu wa faida, lakini hamwangalii pia kuna upande wa hasara. Kwa hiyo unapoonyesha vivutio vya nchi yako uwe una majibu wa aina mbili. Narudia tena, lazima uhakikishe uwe una majibu mawili ambao ni hasara na faida. Lakini tumetanguliza kuweka faida, lakini tusijue madhara ya kuonyesha, kama vile Hezekia alivyoweza kuonyesha mali yote ya nyumbani mwake na akaambiwa vitakuja kuchukuliwa. Na alipofikia hatua kuvionyesha, wakati pia alipougua, Mungu akamwambia tengeneza mambo ya nyumbani kwako, kwa maana Mungu amekusudia. Imefikia wakati ulioamriwa wa kuondoka duniani. Basi Hezekia akageuka ukutani, akatubu, akaomba, akamwambia Mungu, kumbuka namna nilivyokutumikia. Basi Mungu akasikia sauti yake, lakini akamwambia adhabu hiyo si kwamba imeepukika kabisa, bali itakuwa kwa watoto wako. Akasema hamna shida, ikiwa si kwa wakati wangu. Ndivyo Ezekieli aliposema, sio kwa wakati wangu, kupenda kwa watoto. Ina maana ni mtu aliyekuwa ajali, yaani hata watoto walio wa kwake alikuwa wala ajali kwamba yale mabaya aliyokuwa mpate. Hakuweza hata kumwambia Mungu kwa nini wayapate wao, ili alikosa lilikuwa kwa Hezekia. Sema basi kama atatokea kwa watoto, akaona ni heri. Kwa ndivyo ambavyo tunaona jinsi ambavyo mtu mwingine haangalii kizazi kinachokuja,
Angalia hata watoto wake anaowazaa watakuja kuwa na watoto, na watoto wake watakuwa na watoto. Kwa hiyo anaamua tu, ngoja niuze, lakini kwa maslahi yao binafsi. Na unaweza ukanihoji sana kwamba kwa nini itakuwa kwa maslahi yao binafsi? Itakupa mrejesho wa nyuma, wakati Mungu aliposema nami niweze kutabiri kwa habari ya mfalme ambaye Mungu anamtaka kwa taifa la Tanzania. Watu walitukana sana, watu wengi walitoa kila aina ya matusi na kejeli, na wakasema yanifaa mimi nipigwe mawe. Natamani sana watu hao wakarejea kwa jinsi walivyokuwa wamesema nipigwe mawe, halafu waangalie jinsi ambavyo wanalalama sasa kwa ajili ya mfalme waliojichagulia. Kuna mwingine anasema kujichagulia kwa namna ipi? Wakati watu wanasema huyu aliyeshika nafasi hii sasa hawajamchagua wao au wamejiweka. Lakini ukumbuke kuna makanisa yalikuwa yanamsapoti, na hiyo ni hatari sana kwa kanisa Tanzania na nje, kwa watu wanaosapoti kitu ambacho yamkini Mungu amekikataa kwa namna moja ama nyingine, anayoijua yeye Mungu. Lakini Mungu huwa yuko hivi, kama Waswahili wanavyosema, mtoto akililia wembe huwa unatakiwa umpe. Ukishamkata atajifunza kwamba kile nilichokuwa nimekililia kilikuwa kina dosari. Ndio maana nasema kutokana sasa na taarifa hiyo, Mungu ametaka niwakumbushe, tunarejea nyuma Watanzania na kanisa la Tanzania, kuwa mkataa pema huwa pabaya panamwita. Mungu alipowatakia mema kwa kunituma niwaambie kwamba mbingu imemridhia Tundu Lissu ashike nafasi hiyo na kutawala kama sehemu ya namna Mungu alivyomuona anataka atimize haki kwa Watanzania. Wengi mlitukana, tena wengine mkadai kwamba ni shoga. Lazima mkumbuke shoga hawezi kutuongoza. Wengine mkini mkasema kilema, lakini kilema wengine wamemtoa kilema, hicho hajazaliwa nacho, na kinachozungumza pia ni kinywa, sio mguu. Watu walitoa matusi mengi sana, lakini kumbe ilikuwa ni swala la muda. Mwanadamu anatakiwa apewe muda. Leo tena ameweza kuwa wale hata kanisa waliokuwa wanapinga, na kuna wengine kabisa hata ilifikia hatua mimi kukasirishwa, kukasirikiwa, nikakasirikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa kuweza kutokuwa upande wa rais ambao Mungu alikuwa hajamridhia, lakini moyoni mwa watu walikuwa wanamuona anafaa. Nilipotoa ujumbe huu wakati ule wa uchaguzi wa John Pombe Magufuli, watu wengi mliupinga sana, mpaka na makanisa walikuwa kinyume changu. Lakini hamkuwa kinyume changu, mimi ni chombo tu. Mlikuwa kinyume cha Mungu, na kwa ule unabii Mungu alionipa ili ni utoe kwamba mbingu imemchagua Tundu Lissu. Baada ya wengi kupinga,
wengi wakamtaka Magufuli, na ikatokea bahati mbaya hivyo akafa, lakini mpaka leo yuko moyoni mwa watu. Sasa sishangai hata Samueli, kuna wakati Mungu alimkataa Ahabu, akawa analazimisha, fikiri bila kukosea. Mungu akasema huyo nimemkataa. Lakini wengi bado moyoni mwao, hata Samueli mwenyewe moyoni mwake alikuwa anatamani ili Ahabu awepo, lakini Mungu akamwambia nimemkataa. Sasa alipokataliwa hata na Mungu, manake wengine wanasema amefariki, wamemuua. Lakini ikiwa Mungu anasema mwenye haki wangu ataishi, hawezi kunywa, hawezi kulishwa hata sumu afe kama ni mwenye haki wake ambaye alikuwa anawatimizia haki wa Tanzania, Mungu angemuhifadhi. Maana muota ndoto au mwenye malengo na madhumuni mazuri kwa watu wa Mungu, Mungu anamuhifadhi. Basi ikatokea Mungu akaniambia wakumbushe, maana wanalia na anasikia mnalia. Akaniambia niwakumbushe, hii ni kumbukizi, tunarejea nyuma. Akasema akabaki makamu wake ambaye ni Samia Suluhu Hassan, akatawala mahali pake Magufuli, akakaa kwenye ile nafasi. Lakini pia mojawapo Mungu asema nafasi hii ilikuwa sio haki, ya dhuluma. Lakini Mungu, kwa kuwa Mungu ni mhukumu wa haki na umlipa mtu sawasawa na haki yake, akaona yamkini yule aliyepita amepoteza maisha ndiye aliyekuwa amefanya namna alivyofanya, hiyo nafasi ikapatikana. Ngoja nimtazame, je, atakuwa amejifunza nini? Kwamba kuna kiti unaweza ukakalia, lakini nafasi hiyo mtu ambaye unaweza ukakalia ikawa sio cha kwako, na huwa kina shida sana, na mtu hawezi kupata utulivu kukikalia. Basi alipotawala mahali pake bila kuchaguliwa na wananchi, lakini kilichomuingiza katika hiyo nafasi akaweza kuongoza Tanzania kwa miaka hii kadhaa ni katiba anayoisemea kuwa ni kijitabu tu. Kwa kile kijitabu tu ambacho wao wenyewe hawakwenda kwa jua kinatakiwa kitimizwe haki yote, hicho kimekuwa tena ni kijitabu tu. Kwa hiyo ni dharau ambalo ni kubwa sana limefanyika, si tu kwa Watanzania, hata si tu kwa wapinzani, hata kwa hao wenyewe ambao walisema tupindishe ili tuweze kujiweka sisi, tujirithishe sisi wenyewe, nao pia kwao imekuwa chungu, shubiri, chachu kwa yale majibu ya kwamba hicho kijitabu ambacho ni katiba akaweza kusema ni kijitabu tu. Sasa baada ya kumaliza awamu hiyo ya mwenzie, Mungu akasema akaamua sasa kugombea mwenyewe. Na wakati yuko kipindi cha kampeni zake
Kuna baadhi ya makanisa, Mungu akanambia wakati yuko kwenye kampeni, kuna baadhi ya makanisa yalipelekewa sadaka ili wale viongozi wa makanisa wawahamasishe waumini kumchagua. Lakini kanisa ambalo pia likuwa mojawapo ni la Mwamposa, tunaona pia Lutherani na baadhi ya madhehebu. Kwa kitendo cha watumishi hao kupokea chochote kitendo cha watumishi hao kupokea chochote kupitia mkono uliotoka kutokea mkononi mwa rais, na hili hata walichokuwa kitumia kutamkia baada ya kutoa hiyo sadaka ilikuwa ni Biblia. Na unajua Mungu ni mhukumu wa haki, na Mungu ni Mungu anayetazama neno lake. Yeye ndio mwenye sheria, ndio mwanzilishi wa sheria. Kwa Mungu huwa anatazama neno lilotamkwa. Kwa maana Mungu akitazama kanisa, anaona kanisa ni kitu kimoja. Kama anasema waita tena wawili, bali naita mmoja. Kwa maana yeye yu ndani ya Baba na Baba yu ndani ya Mwana. Kama anavyosema nimekuunga roho moja na roho, manake tayari mnakuwa ni kitu kimoja. Kwa kanisa Mungu akilitazama analitazama kama kitu kimoja. Ndio maana hata neno lake linapotoka huwa hachagui watu special, bali anasemaje? Wakakinywa kinywaji kile kile cha roho kile kile. Haijalishi neno la Mungu analitoa kwa upotoshaji, haijalishi wanalitoa isivyopasa, lakini tayari wameishika wanatumia mwongozo wa Biblia, hata ikiwa hawapati mwongozo wa Roho Mtakatifu. Sasa huyo rais wa nchi ya Tanzania akapeleka sadaka ambayo tunakumbuka Kornelio aliweza kutoa sadaka na sadaka yake ikatazama. Kwa Mungu akawa anaangalia moyo uko wapi, moyo wa mfano. Akaona kumbe tumaini lake bado liko kwenye kanisa, japo kuna miiko huko katika dini yao ya Uislamu, lakini alijichomeka kwa sababu wako kiroho, ili kutafuta ni nani atakayetamka ili aweze kushika nafasi. Kwa Mungu akitazama kitu kimoja, anaona kwamba bado kuna namna ambavyo kanisa la Tanzania limeweza tena kutamka kwa kupitia vifungu vya Biblia, na ni tatizo kwa kanisa lote Tanzania. Hata kama hukujihusisha na kula au kupokea, bado kanisa linashirikishwa kutamka. Bado kanisa linakuwa limeshirikishwa kukubali yale ambayo yamefanyika. Na kanisa linapokuwa limeshiriki, bado ina maana liko kinyume na uchaguzi bado wa rais ambaye Mungu alikuwa anamtaka, ambaye sasa yuko gerezani, Tundu Lissu. Naongea kwa kuamini, manake nimemhakikisha Mungu akiwa ananithibitishia kwamba yule ndio mwenye haki wake. Lakini wachungaji, kanisa tuongelee jengo, waliweza kutuuza. Ni kutuuza kwa kupitia hata vipande 30 ambavyo walifanya mwanafunzi wa Yesu. Kwa ndivyo ambavyo tunaona hata kanisa la Luther nao liliingia kwenye mkumbo.
Na katika kujikuta sasa ni sawa na Adamu alivyotenda kosa, wewe ambaye utakuwa unapinga na utaki kuelewa, ni sawa sana Adamu alipotenda dhambi, wote tukahukumiwa kuwa tunakosa, maana wale walikuwa ni wazazi wa Adamu. Kwamba haijalishi kwenye tumbo hata la wachungaji wa Lutheran linatoa nani kesho, au litazaa nani kesho, maana tunajua Mungu huwa anatazama tumbo. Hata katika anasema pale ambapo mzoga ulipo ndipo tai wakusanyika hapo, kwamba ni kweli kuna mahali pengine tumbo hilo unasema hili tumbo ni la mtu muovu, lakini Mungu hapo hapo akataka kutoa uzao wa kifalme, wakajikuta wanatoka kwenye tumbo au wanatoka kwenye viuno vya chungaji. Sasa inapotokea kuwa katika hali kama hii, kanisa lote linakuwa limealifu na kukataa shauri la Kristo kwa yule aliyemridhia na mbingu inayomtaka. Kwa kanisa lazima lifikiri upya na kuwaza upya jinsi ambavyo lilipokea sadaka ambayo ilikuwa ni moja ya kuwahamasisha wawashirikishe mpaka waumini ambao hata wengine ni moja wa wateule ambao wamejikuta wameacha neno la Mungu la kweli, wamekimbilia kwenye mafuta na keki za Mwamposa, nao wakahamasishwa na kile ambacho Mwamposa alichowaambia, nao wakavutishwa, wakajikuta na mioyo yao iko kwake, na ili hali wao hawajapata, hawakumegewa chochote katika ile sadaka, lakini tayari yale maneno tu ya mahamasisho roho ikawaingia, wakamtamani, wakaona mpaka ametujengea na jengo, ametusapoti na viti vya tunavyokalia katika nyumba ya Mwamposa na hema. Basi na Lutherani yamkini nao walikuwa na jambo la kukamilisha, akaona tupite hapa hapa, iwe ni KKT iwe ni wapi, wakapita hapo hapo ili wafanikishe, kwa mtu anakuwa anamuappreciate. Lakini sasa kwa kitendo hicho Mungu aliniarifu mapema tu desturi ya huyo mfalme wa nchi hii ya Tanzania, atachukua mashamba awape watumishi wake, atachukua na hizo dhahabu akiba auze awape watumishi wake. Watumishi wake ndio wao mnaosikia neno chawa, yani wanaomsupport, wanakuja kuwekeza, au ni watu wake. Nikiwa nahitimisha, naonyesha uthibitisho wa adhabu mnaoitumikia wa Tanzania pamoja na kanisa, sawasawa na kifungu hichi elekezi cha Samueli, tukisoma Samueli wa kwanza ule mstari wa 8 nikianzia mstari wa 10. Samueli wa kwanza 8:10 na kuendelea, asema, naye Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno haya ya Bwana. Na nasema nikumbukizi, maana nilishaieleza desturi ya mfalme kiongozi wa nchi hii atakachowatenda, na nikaweza kuwaelezea, na leo ninaweza tena kuwaelezea maneno ya Bwana aliyotaka nifanye sehemu ya mrejesho. Akasema, mfalme atakaye wamiliki ninyi atakuwa na desturi hii. Na ili hali nataka nikuambie Tanzania, ukisoma vizuri na kanisa, ukisoma vizuri Biblia, utaona hata huyu Samueli ambaye walisema tuamulie, kwa kuwa umezeeka na watoto wako waendi katika njia,
tunaomba utuamulie mfalme atakaye kuwa anafanana na mataifa mengine, ili awe juu yetu, awe mwamuzi wetu. Mungu akamwambia, kwa kuwa wametaka mfalme, ina maana wamekukataa wewe, lakini sio wewe Samueli, bali wamemkataa Mungu. Na unaambiwa jambo hilo lilikuwa baya sana machoni mwa Samueli, lakini alimfikishia Mungu. Alafu Mungu huko akaweza tena kumwambia awatafutie, lakini awatafutie mtu ambaye desturi yake sio nzuri, kwa maana Mungu anawajua wanadamu wote duniani. Hata hesabu ya nywele ya kichwa chako Mungu anaijua. Kwa bado alimtumia tena Samueli. Kwa Biblia inavyotuonyesha, alimtumia Samueli. Ukisoma katika hichi kitabu kitakatifu, katika hii Samueli wa kwanza 8 mstari wa 18, nianze 19. Anasema, walakini hao watu wakakataa kuisikiliza sauti ya Samueli, wakasema, sivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu, ili sisi nasi tufanane na mataifa yote. Kumbe mnataka kufanana na mataifa, hamtaki taifa lenu liwe la tofauti, wetu liwe la tofauti na mataifa mengine ambayo yamkini nao kuna namna wanalalama dhuluma, wanalalama hawatimiziwi mahitaji yao juu ya kupitia wafalme waliowachagua. Wanataka wafalme wanaofanana na mataifa mengine. Tena ili mfalme wetu atuamue tena atoke mbele yetu na kutupigania vita vyetu. Kumbe mfalme huwa anasimama kupiga vita. Wao wanataka mfalme atakaosimama kuwapigania vita. Samueli akasikia maneno yote ya watu, akayanena masikioni mwa Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti yao, ukawafanyie mfalme. Mungu asema akawafanyie ukawafanyie mfalme. Kisha Samueli akawaambia watu wa Israeli, enendeni kila mtu mjini kwake. Sasa alipokwenda ndio tunaona Mungu akaona Ahabu jinsi ya desturi yake itakavyokuwa, lakini ndicho alichokitaka. Sasa hapa ndicho tunachokiona, jinsi ambavyo desturi ya rais wa nchi hii ya Tanzania, kama Mungu alivyokuwa ameniagiza hapo awali niwaletee Watanzania, na kanisa likasikia, na kanisa likasimama pia kinyume cha Mungu kupitia ile ujumbe niliotoa, wakisema apigwe mawe. Ikafika wakati mwingine kanisa hili ambalo Mungu aliliamini, kanisa ambalo lilikuwa linasimama kwa niaba ya Mungu kusema, likajikuta sasa tena linasema kwa niaba ya rais, ambayo tunaona hata mchungaji Josephat Gwajima na aliweza kudiriki kuzunguka mikoa yote ya Tanzania kwa kivuli cha jina la Yesu, lakini akifika huko anamfanyia kampeni rais, anamtolea maneno mazuri, lakini leo wanalia. Leo wanalia ukitaka kuona jinsi ambavyo walikosea, lakini wakishamwaga maji hayazoeleki. Asema naye waliyemtaka ndio walifanya maamuzi ya kusema funga kanisa hili, waliokuwa wakimfanyia kampeni, tena akiwa anaambatana na msaidizi wake Maximilian Machumu. Wakipita mikoa yote, rejea kwenye mtandao, tazama kilichofanyika. Kanisa lilikuwa upande wake. Leo baada ya haya kutokea,
linakumbuka sasa kuna ambaye yuko gerezani, linatafuta namna sasa ya kuona yule ndo anatufaa. Wanasema mkataa pema pabaya panamwita, na hatupasi kukumbuka shuka wakati kumekucha, au kukinga maji wakati mvua imeisha. Ndo kinachofanyika sasa, ndicho ambacho kinawafanya watu wengi wanakuta wanalia. Kanisa liliweza kujikuta limejiuza, na unapokuwa umepewa chochote na mfalme, huwezi kusimama kumkosoa anayekupa ulaji chakula. Ndio ilichotokea taifa hili. Sasa akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii, atatoa wana wenu na kuwaweka kwake, atawachukua watoto wenu na kuwaweka kwake, na magari yake na kuwa wapanda farasi wake, nao watapiga mbiu mbele ya magari yake. Naye akaweka kwake kuwa maakida 12, naye akawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000 na maakida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake. Kwa vingine atavichukua vifanyize zana za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu atawatoa kuwa wafanyaji wa marhamu na wapishi na waokaji. Anawachukua, anawafanya kuwa wapishi, kwamba unafika tu wakati unaitwa Ikulu, kuna mapishi yanafanyika. Leo nataka kula na wachezaji wa mpira, kwa wanakula na wale ambao yeye anajua kuna namna wamenufaisha kwa kuwapumbaza Watanzania akili wao kwenye mipira, wasitafakari mustakabali wa nchi yao wakati ule wa uchaguzi. Ndicho kilichowapata, na mlikuwa bize sana kwenye mipira, mkachezewa kwa namna ya rohoni, na akawapata. Na alipowapata leo, kila mmoja anajikuta analia. Tena mstari wa 14 anasemaje? Atatoa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na mzeituni yale yaliyo mazuri sana, ili awapa watumishi wake. Ni vitu vizuri, sehemu nzuri anawekezea ninyi. Hamtakiwi kukaa sehemu nzuri, mashamba mazuri anawawekea watu wake, anayejua manufaa anayoyapata kupitia wawekezaji na kupitia watu wake, anawaweka kwenye mashamba. 15, naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu mpaka mbegu za mahindi, maharage na mizabibu yenu, awape maakida wake na watumishi wake. Ndio maana hata nafasi nyingi wale waliokuwa wanamsupport kama kina Baba Levo, kina nani, wameweza kupachikwa huko. 16, atatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi yake mwenyewe. 18, nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia. Bwana asiwajibu siku ile. Kwa sasa hivi Watanzania mnatumikia adhabu. Anasikia kilio cha kusikia kwamba wanataka kuuza akiba ya dhahabu ili wakamilishe ujenzi wa miundombinu na mambo kadha wa kadha. Leo benki inazungumza tena kwamba hapana, kwa maana hakuna Watanzania, mna mahali mliwahi kusema kweli. Manake baba wa uongo amekamata, amewashikilia. Hakuna kinachoweza kusemekana ukweli. Hata mtu anapokufa utasikia yuko hai hospitalini anawasalimia. Yaani huo ndio uongo. Na baba anayemiliki, anayetawala katika vinywa vyao viongozi ni baba wa uongo. Watumishi wake aliowaweka nao wamekuwa waongo, maana wanajua maslahi, wanajua faida watakazozipata. Lakini kila lenye mwanzo huwa halikosi kuwa na mwisho.
Baada ya kutumikia adhabu yenu, Mungu ndo atakapomwadhibu ili aweze kumsimamisha yule amtakaye, asomaye na afahamu neno hili ambalo Roho anena na kanisa. Hayo yalikuwa tu ni moja ya Mungu kuwaonyesha adhabu mnaotakiwa kuitumikia na mnalia sasa. Lakini hapo mwanzo alipowachagulia mahali pema, mlikataa pema, na popote panapokuwa ni pema mtu akakataa, basi pabaya huwa panamwita, na mnapofikwa na mabaya ndipo mnapolia. Na kanisa ndo linatakiwa kulia, kanisa linatakiwa kuomba, kanisa linatakiwa kutubu, kanisa linatakiwa lijue kwamba ni kwa jinsi gani lilivyopokea sadaka Lutherani, wajue kwamba ni kwa jinsi gani viongozi wao pia walisimama kupokea vitu vya mfalme, ili wasiweze kusimama hata kuonya pale ambapo mnauziwa mashamba yenu, mnauziwa akiba zenu za kama dhahabu na kadhalika. Kwa kanisa lina wajibu wa kuhakikisha linasimama na kusema na kuomba na kutubu na kumwambia Mungu, tumekosa, tumetenda uovu, tumetenda upumbavu, tumetenda asiyofaa, ili Mungu aweze tena kuliponya taifa, aponye mioyo ya Watanzania, aweze kuwarudishia tena amani yenu na furaha yenu, na mpate mtu ambaye anaweka akiba ya zana au mali, rasilimali kwa ajili ya maslahi mapana ya kizazi kijacho, asomaye na afahamu neno hili ambalo Roho anena na kanisa. Leo atasema kwamba mambo ya Mungu yasingiwe katika siasa, lakini wao wanaingiza Biblia kwenye kuwapia mambo yao ya siasa. Kwa hiyo hivi vyote vinaenda sambamba, kwa maana hata hao viongozi wa dini wanategemea ninyi mseme mpaka kanisa liwe na kibali cha kuhubiri. Yaani mnamtoa Mungu, mnamwambia Mungu ambaye anasimama kwa ajili ya kuwapa mahitaji ya Watanzania muwatimizie. Naambia hata unapotaka kuongea na Watanzania, tunataka kibali cha kuongea na watu wako. Yaani unamtoza Mungu, unamwambia Mungu, toa fedha hii ndio upate kibali cha kuongea na watu wako. Naye Mungu atawatoza, awaambie hamwezi kuongea na watoto, hamwezi kuongea na mataifa mengine pasipo kulipia. Maana tunajua jino kwa jino. Kwa kuna vitu vya kutafakari na kufikiri. Unamtoaje Mungu fedha kama sehemu ya kutoa kibali cha kuongea na watu wake? Mungu akikutoza we namna ya watoto waliokupa uwaongeleshi au waongee na we, hali itakuwa mbaya sana. Lakini Mungu tabaki kuomba.